zaidi yake. Leo mbu huyu watu wanatoka vitambi kwa sababu ya mbu. Watu wamenunua magari, wamejenga kwa sababu ya mbu. Watu leo wametajirika katika maisha haya kwa sababu ya mbu. Watu wanatengeneza neti wanauza. Leo watu wanatengeneza miudi ya mbu wanauza. Leo kila mmoja ana hofu na mbu, mdudu mdogo sana kuliko wanavyomhofu Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba mbu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunakwenda wapi? Kwa nini tusimuogope Allah subhanahu wa ta'ala? Ukimuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila kiumbe katika dunia hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakudhalilishia. Ndugu zangu katika imani, Allah ametupa neema nyingi, na Allah kila neema ameiweka kwa kipimo chake. Allah subhanahu wa ta'ala, angalia ufundi wa Allah. Mwenyezi Mungu amejalia haya macho haya. Haya macho ni kitu kilaini sana, ni ngozi laini sana, hata ukigusa hivi na mkono unajua kabisa ni kitu kilaini sana. Lakini Allah amejalia haya macho kudumu. Allah katika macho akaweka maji ya chumvi. Mtu akilia akigusa kidogo katika ulimi wake maji yale machozi yake anahisi kabisa chumvi. Allah ameweka maji ya chumvi katika macho yako kwa sababu gani? Kwa sababu anajua nyama ina kawaida ya kuoza. Allah subhanahu wa ta'ala akakuwekea wewe kwenye maji yako, kwenye macho yako maji ya chumvi. Leo chukua maji ya chumvi, ama chukua chumvi, chukua kipande cha nyama kile, izungushie chumvi hiyo, nyama hiyo itakaa miaka na miaka na haitoharibika. Ufundi wa Allah kutaka mimi na wewe tuishi vizuri katika maisha haya, Allah katika macho yetu akatuwekea maji ya chumvi, maji ambayo vyovyote itakavyokuwa macho yetu hayawezi kuoza. Hata kama mtu akawa kipofu, macho yake tunaona kabisa yako safi kabisa, lakini hatujaona mtu macho yake ameoza kwa sababu ya maji. Allah ametuwekea maji ya chumvi. Tusemeni la ilaha illa Allah. Allah kaumba masikio pia. Allah katika masikio yetu Mwenyezi Mungu akaweka matundu. Allah anajua wakati wote unaweza ukalala polini, unaweza ukalala nyumbani, wakaja wadudu katika masikio yako ili wasikudhuru katika ubongo wako. Allah katika masikio akaweka maji ya chungu sana, maji machungu yenye sumu. Leo kiingiza kidole au kiingiza kijiti, ule uchafu ukiulamba kidogo una uchungu hatari sana, uchungu ambao Mwenyezi Mungu akajalia sumu kwa wadudu. Ina maana kwamba wewe ukilala polini, ukilala sehemu yoyote, Allah anakulinda wewe. Mdudu akiingia anakufa, mdudu akiingia akigusa ule uchungu anaondoka moja kwa moja. Kinyume chake, ingekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka vitu vitamu katika masikio, watu wengi tungekuwa machizi, watu wengi tungekufa, kwa sababu tunalala katika maeneo mbalimbali, wanaingia wadudu wanatudhuru katika masikio yetu. Tusemeni la ilaha illa Allah. Angalia namna Allah alivyotutengenezea mazingira. Allah akatutengenezea mdomo, akatuwekea ulimi, akaweka maji ambayo hayana ladha, sio ya chumvi wala sio ya baridi, hapo kati na kati. Ukiweka chumvi unapata ladha ya chumvi, ukiweka sukari unapata ladha ya sukari. Chochote unachokiweka kinakuja ladha ya kile ulichokiweka. Angalia ufundi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah amekujalia neema, wewe mama yangu, wewe baba yangu, wewe kaka yangu, ili uweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya yote Allah ametutengenezea mimi na wewe ili tuweze kumwabudu. Tumswalie Mtume Muhammad. Allah ametutengenezea embe, hizo zinakuja. Ushawahi kujiuliza utamu ule wa embe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfundisha nani katika embe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweke sukari? Lakini sisi leo tunapenda vitu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatumpendi mwenyewe Allah. Leo tumekula ugali, tumekuweka mboga, katika mboga tumeweka chumvi. Allah chumvi ya kwake yeye. Kwa nini tusimpende Allah? Tunapenda vitu vyake. Leo tunapenda makorosho, alhamdulillah, watu wako mikoroshoni huko wanakula mabibo, wanakula korosho, wanakaanga, wanaona utamu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kukuletea wewe katika maisha haya. Lengo lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu tumuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, ndugu zangu katika imani, bila kufanya ibada tutapata hasara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azifungue nyoyo zetu tuwe wacha Mungu. Tusemeni amin. Tusemeni tena amin. Tusemeni tena amin. Ndugu zangu, leo muda wetu umekwisha sana. Tuingie katika dua. Na watu kuwa wengi ama kutokuwa wengi, hilo kwetu sisi sio tatizo kabisa, kwa sababu
Mtu akifika angalau mmoja, wawili, watatu, hata angekuwepo watu watatu sisi tunazungumza nao. Shida yetu sisi sio watu wengi. Unaweza kukusanya watu mpaka milioni hapa, mpaka 1000, mpaka wangapi, lakini ikawa maneno yameingia huko yametokea huko, lakini ikawa wale watu wawili wale wakayachukua yale maneno wakaenda kuyafanyia kazi, mkapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu maneno tutakayozungumza hapa Allah ajalie kwenda kuyafanyia kazi. Semeni amin. Watu wa balagha wana maneno yao, wanasema idha dhallatil uqulu ilman famadha yaqulu nusahahu. Anasema idha dhallatil uqulu ilman, mtu mwenye Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.